السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم على النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema za ziada Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tena tutasema nanyi katika kipindi hichi katika kuwakumbusha masiku ya mfungo tatu. Masiku haya ni masiku matukufu sana, na Allah tabaraka wa taala imefikia wakati ameapa. Allah ameapa kwa fadhila na ubora wa utukufu wa masiku haya, endapo mtu akiyafanyia kazi kufanya kheri. Lakini pia yaonekana ndani ya masiku haya watu wanafanya mambo ya kheri kwa kupitia nyoyo zao. Yani ukiwaangalia wenzetu waliokwenda hija, utapata kujikumbusha kwamba kweli wamekusudia Mwenyezi Mungu. Ni wachache mno ambao itakuwa labda tunaweza tukazania vingine. Leo wametoa pesa zao, wamejitoa na miili yao. Wanakwenda kufanya nini? Ni kumwitikia Mola wao subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu alipata kuwapa katika suratul Fajr, nami nitawakumbusha hapo kuyafanyia kheri sana, kuyafanyia kazi masiku haya 10. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal fajr wa layalin ashir washaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Allah anatufundisha kitu. Allah anatufundisha kitu. Anasema Allah walfajr, wanawachuoni wenye kutafsiri, qala almufassiruna uqsimu ta'ala bilfajri lima fihi min khushu'i alqalbi fi hadrati rabbi. Wanasema Allah ameapa katika maneno haya kwa kutumia neno walfajr lima fihi, kwa yale ambayo yanapatikana nayo min khushu'i alqalbi fi hadrati rabbi, nako ni unyenyekevu wa moyo katika hadhara ya Allah tabaraka wa billayali alfadilati almubaraka wa hiya 10 dhilhijja. Kwa hivyo pia masiku haya 10 liannaha afdalu ayami sana, kwa sababu haya ndio masiku bora katika masiku ya mwaka. Yani 10 bora ya mwaka ni masiku yanapatikana katika mwezi wa mfungo tatu pekee. Sasa kitu gani cha kufanya ndani ya masiku haya? Masiku haya ni kufanya kheri sana, kufanya kheri kwa ajili ya Mola, kuwaombea kheri watu, wazazi, mashekhe waliotangulia. Kwa nini? Nayo hiyo ni katika kheri pia, kama thabata fi sahihi al-Bukhari, kama yalivyothibiti maneno katika Sahih Bukhari, Mtume akielezea ubora wa masiku haya kasemaje? Ma min ayami al-amalu salihu ahabu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam, hakuna masiku ambayo matendo mema upendwa zaidi na Mwenyezi Mungu ndani ya masiku ya mwaka min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya ya mfungo tatu. 10 bora katika mwaka ni haya masiku ya mfungo tatu. Baadhi ya wazazi, walezi, mashekhe waliotulea wakituhimiza sana kuwaombea dua wazazi wetu, kuwaombea dua vipenzi vyetu, kuwaombea dua wale tuliokuwa tunakaa nao kwa wema, majirani zetu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo pia ni kheri. Lazima Allah atazidi kufurahi, lazima Allah atazidi kupenda, kwa sababu dua ni katika miongoni mwa ibada. Adduau mukhul ibada, dua ni ubongo
wa ibada, kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba mwanadamu akakiweka kitu kinachoitwa ubongo, na hichi kina kazi kubwa ndani ya mwili. Kwa hivyo kama vile ubongo ulivyokuwa na kazi kubwa, ndivyo ilivyokuwa kazi kubwa ya dua. Inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Dua inaweza ikabadilisha kizazi cha mtu. Dua inaweza ikabadilisha maisha ya maeneo ya mtu. Kwa hivyo tukimwombea aliyofariki, tuna lengo Mwenyezi Mungu ambadilishie maisha yake kule aliko. Tuna lengo ambadilishie eneo ambalo yuko. Kama ni eneo lisilokuwa zuri, Mwenyezi Mungu amweke katika eneo zuri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna masiku ambayo matendo mema upendwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu ndani ya huo mwaka min hadhihi al-ayyam. Wakasema yani ashri dhilhijja, kuliko masiku haya 10. Maswahaba ridwanullah alayhi wakauliza, wala jihadu fi sabilillah, wala ile jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pia nayo inashindwa ubora huo? Qala, Mtume akasema wala jihadu fi sabilillah, wala jihad fi sabilillah haiwezi kashinda matendo mema ya haya masiku 10 ya mfungo 3. Kama ilikuwa unachinja, basi ukichinja ndani ya masiku haya 10 utapata thawabu nyingi. Kama ilikuwa unatoa sadaka, muda huu ndio wa kutoa zaidi. Lakini kama ilikuwa utoi, sasa toa ili Mwenyezi Mungu apende kitendo chako, na ndio sababu itakuwa ya kukupenda wewe mwenyewe. Wahusie, niwahimize ndugu zangu katika kuyafanyia kazi masiku 10 haya 10 bora. Isiwe ni siku za mchezo, ni siku za kuswali sana, siku za kuomba toba, siku za kutoa sadaka, siku za kufunga, siku za kufunga. Msiache kufunga katika mwezi huu. Dhulhijja ni masiku ambayo yameelezwa sana na wanachuoni, na mimi kwangu niwahimize tu kuyafanyia kazi kwa kufunga, kuyafanyia kazi kwa kutoa sadaka na kuswali usiku na mchana vile vile. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.